Napenda kutumia fursa hii kwa niaba ya serikali pamoja na Watanzania wote kutoa salamu nyingi za pole kwa familia ya Mzee Mkapa. Kwanza kabisa kwa mama yetu, Mama Anna Mkapa, kwa kuondokewa na mume wake mpenzi. Pili, kwa watoto wake kwa kuondokewa na baba yao mpendwa. Tatu, kwa wajukuu kwa kuondokewa na babu yao, pamoja na ndugu na jamaa wote wa familia ya Mzee Mkapa. Napenda niwahakikishie wanafamilia wote kwamba tuko pamoja nanyi. Msiba huu sio wenu peke yenu, bali ni msiba wa Watanzania wote. Na kwa sababu hiyo, napenda pia nitumie fursa hii kutoa pole nyingi kwa Watanzania wote kwa kuondokewa na kiongozi wetu ambaye tulimpenda sana na ambaye alitoa mchango mkubwa na kuleta sifa nyingi sana kwa taifa letu. Katika kipindi hiki cha majonzi, tuendelee kuwa watulivu, na huku tukizidi kumwomba Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya mzee wetu Benjamin William Mkapa mahali pema peponi. Amin. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji wenzangu, tangu msiba huu umetokea hadi leo, watu wengi sana wakiwemo wenye kumfahamu Mzee Mkapa kwa muda mrefu wamejitokeza na kumwelezea. Lakini zaidi ya hapo, na pengine muhimu zaidi, ni kwamba kama vyote mjuavyo, mzee wetu Mkapa amefariki dunia ikiwa imepita miezi 8 tu tangu azindue kitabu chake cha My Life, My Purpose, A Tanzanian President Remembers, tarehe 12 Novemba 2019. Ndani ya kitabu hicho, Mzee Mkapa ameeleza kwa kirefu sana historia ya maisha yake tangu alipozaliwa kijijini kwake Lupaso, wilaya ya Masasi, mkoani Mtwara, ambako kesho mwili wake utapumzishwa kwenye makazi yake ya milele. Aidha, ameeleza utumishi wake serikalini kuanzia akiwa mhariri wa magazeti ya chama na baadaye ya serikali, katibu wa habari wa Baba wa Taifa, mkurugenzi wa shirika la habari Tanzania Shihata, balozi wa Tanzania nchini Canada, Nigeria na Marekani, na waziri wa habari, waziri wa sayansi na teknolojia, waziri wa mambo ya nje, na hatimaye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pia amegusia maisha yake baada ya kustaafu. Kwa sababu hiyo, sidhani kama kuna mtu mwingine mwenye uwezo wa kumwelezea vizuri zaidi Mzee Mkapa kuliko alivyojielezea mwenyewe katika kitabu chake. Hata hivyo, pamoja na ukweli huo, naomba mniruhusu nami leo, japo kwa ufupi, nieleze baadhi ya mambo ninayoyafahamu kuhusu Mzee Mkapa. Na katika hilo nitajikita zaidi katika kueleza mchango au mafanikio ya Mzee Mkapa wakati akiwa rais na pia baada ya kutoka madarakani. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji wenzangu, ni ukweli usiopingika kuwa nchi yetu, bara la Afrika na dunia imepoteza hazina kubwa sana kwa kuondokewa na Mzee Mkapa. Hii ni kwa sababu marehemu Mzee Mkapa alikuwa kiongozi mahiri, shupavu, jasiri, mchapakazi, mwadilifu, mcha Mungu, mfuatiliaji, mwenye msimamo usioyumbishwa, mzalendo kwa taifa lake, mwanadiplomasia nguli, na pia mpenda amani, umoja na mshikamano. Kama sote tunavyofahamu, Mzee Mkapa alichaguliwa kwa mara ya kwanza kuongoza nchi yetu mwaka 1995 katika uchaguzi wa kwanza uliohusisha vyama vingi baada ya mfumo huo kurejeshwa nchini mwaka 1992.
Hii ina maana kuwa Mzee Mkapa ni baba wa demokrasia nchini. Kwa msingi huo, katika kipindi chote cha uongozi wake, alijitahidi sana kuimarisha msingi wa demokrasia nchini, lakini hasa demokrasia yenye lengo la kuiletea maendeleo nchi yetu. Hata utaratibu wa sasa wa utoaji ruzuku kwa vyama vya siasa ulianza wakati wa uongozi wake. Aidha, Mzee Mkapa wakati wa uongozi wake aliweka mkazo mkubwa sana kwenye masuala ya utawala bora. Yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kuanzisha wizara maalum ya kushughulikia masuala ya utawala bora. Lakini zaidi ya hapo, itakumbukwa kuwa mara tu baada ya kuingia madarakani, Mzee Mkapa aliahidi kwamba serikali yake ingejengwa katika misingi ya ukweli na uwazi, na kwamba asingekuwa na huruma na watoaji ama wala rushwa. Na kweli kama alivyoahidi, mwanzoni tu mwa uongozi wake aliunda tume ya Warioba ili kukusanya maoni kuhusu hali ya rushwa nchini, na pia alianzisha taasisi ya kuzuia rushwa, yaani TAKUKURU au PCB, ambayo sasa inaitwa taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa TAKUKURU au PCCB. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji wenzangu, ukiachilia mbali masuala hayo ya demokrasia na utawala bora, naamini na kama wazungumzaji wengi walivyoeleza, Watanzania wengi wanamkumbuka Mzee Mkapa kwa mageuzi makubwa ya kiuchumi aliyoyafanya. Itakumbukwa kuwa wakati akiingia madarakani, nchi yetu ilikuwa kwenye matatizo makubwa ya kiuchumi kutokana na kuwepo kwa madeni makubwa. Hii ilifanya taasisi za fedha za kimataifa pamoja na nchi nyingi wahisani kusitisha kutoa mikopo na misaada kwa nchi yetu. Kwa hiyo baada ya kuingia madarakani, Mzee Mkapa alianzisha mageuzi makubwa ya kiuchumi, na wakati huo alianza kulipa madeni, na huku akitumia uzoefu wake kwenye masuala ya kidiplomasia kuanza kuzishawishi taasisi za kifedha za kimataifa pamoja na nchi wahisani kufuta madeni yake na pia kurejesha uhusiano na nchi yetu. Jitihada hizo zilizaa matunda, ambapo nchi yetu iliweza kusamehewa deni la dola za Marekani bilioni 3 kati ya dola za Marekani bilioni 7 kupitia mpango wa HIPC uliosimamiwa na Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF. Hii ilifanya nchi yetu na wahisani nao kurejesha uhusiano na nchi yetu, na hivyo kuanza tena kutupatia mikopo na misaada. Lakini kama mnavyofahamu, ndugu zangu waombolezaji, Mzee Mkapa siku zote aliamini kwamba ili nchi iweze kupata maendeleo ya kweli ni lazima ijitegemee yenyewe kiuchumi. Hivyo basi, pamoja na kupata msamaha huo wa madeni na nchi wahisani kurejesha uhusiano kwa nchi yetu, Mzee Mkapa aliendeleza jitihada za kuimarisha uchumi. Alibuni na kutekeleza mipango na mikakati mbalimbali yenye lengo la kuifanya nchi pamoja na wananchi wajikomboe kiuchumi. Miongoni mwa mipango na mikakati hiyo ni mkakati wa kukuza uchumi na kuondoa umaskini Tanzania, MKUKUTA, mpango wa kurasimisha rasilimali na biashara za wanyonge Tanzania, MKURABITA, pamoja na mpango wa kusaidia kaya maskini Tanzania Social Action Fund, TASAF, ambao unatekelezwa Tanzania nzima na umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza umaskini nchini. Utekelezaji wa mpango wa TASAF umefikia hatua ya 3, ambapo tangu uanze mwaka 2000 hadi utakapokamilika mwaka 2023 utakuwa umetumia kiasi cha shilingi trilioni 4.109. Hii inaonyesha ni jinsi gani Mzee Mkapa alikuwa na uchungu na wananchi wanyonge. Na katika kuthibitisha hilo, mtakumbuka kuwa ilikuwa ni wakati wa uongozi wa Mzee Mkapa ndipo kodi ya kichwa
ama kodi ya kujitegemea ilifutwa. Kwa waliokuwepo watakumbuka, kodi hii ilikuwa ikisababisha mateso na usumbufu mkubwa kwa wananchi, ambao baadhi ya watu walidiriki hata kukimbia nyumba au familia zao kwa sababu ya kodi hii. Lakini Mzee Mkapa aliifuta. Mzee Mkapa pia alifuta kodi ya baskeli ambayo nayo ilikuwa ikisababisha usumbufu mkubwa kwa wananchi, pamoja na kodi za mifugo, hizi nazo zilifutwa. Hii yote inadhihirisha kuwa Mzee Mkapa aliwapenda sana Watanzania, hususan wanyonge. Sambamba na kubuni mipango na mikakati, alifanya jitihada kubwa za kujenga sekta binafsi ili iweze kushirikiana na serikali katika kukuza uchumi, kupambana na umaskini na kuboresha huduma za jamii nchini. Ni kipindi hicho ndipo Baraza la Biashara Tanzania National Business Council TNBC lilianzishwa ili litumike kama jukwaa la majadiliano kati ya serikali na sekta binafsi. Na moja ya matunda ya jitihada zake ya kujenga sekta binafsi ni uanzishwaji wa benki mbili ya NBC 1997 na NMB, ambazo mpaka sasa zimebaki kuwa miongoni mwa benki kubwa nchini. Wakati wa uongozi wake pia Mzee Mkapa alianzisha taasisi nyingine nyingi kwa lengo la kuifanya nchi ijitegemee ama ipunguze utegemezi. Baadhi ya taasisi hizo ni Bodi ya Mfuko wa Barabara, Road Fund Board, pamoja na Wakala wa Barabara TANROADS, ambazo zilianzishwa mwaka 2000. Uanzishwaji wa Mfuko wa Barabara pamoja na TANROADS ndiyo iliyokuwa chachu ya kuanza ujenzi wa barabara nchini za lami na madaraja sehemu nyingi nchini, ikiwa pamoja na barabara ya Dar es Salaam na Ngurukuru, Lindi, Mingoyo, ukarabati wa barabara ya Dar es Salaam Morogoro, ujenzi wa barabara ya Dodoma Singida Nzega hadi Mwanza, na barabara ya Kiamyoro hadi Geita, daraja la Mkapa, daraja la Umoja linalounganisha nchi yetu na majirani zetu wa Msumbiji, pamoja na miradi mingine mingi. Mzee Mkapa pia ndiye aliyesimamia uanzishaji wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA tarehe 1 Julai 1996 baada ya sheria yake kutungwa mwaka 1995. Kutokana na kuanzishwa kwa TRA, mapato ya serikali kwa mwaka yaliongezeka kutoka dola za Marekani 612 na 587 sawa na takriban shilingi bilioni 1.3 kwa mwezi Disemba 1995 hadi kufikia dola za Marekani milioni 1,796 na 862 sawa na takriban shilingi bilioni 3.5 kwa mwezi Disemba 2005. Mzee Mkapa pia wakati wa uongozi wake alifanikiwa kudhibiti mfumuko wa bei kutoka asilimia 27 mwaka 1995 hadi kufikia wastani wa asilimia 10 mwaka 2005. Na hali kadhalika aliongeza akiba ya fedha za kigeni kutoka akiba yenye kutosheleza mahitaji ya mwezi mmoja mwaka 1995 hadi kufikia miezi 5.3 wakati anaondoka madarakani mwaka 2005. Kwa ujumla, mafanikio mengi ya kiuchumi ambayo tunayashuhudia hivi sasa, misingi yake iliwekwa wakati wa uongozi wa Mzee Mkapa. Kama mnavyofahamu, hata dira yetu ya taifa ya maendeleo iliyolenga kuifanya nchi yetu kuwa ya uchumi wa kati mwaka 2025 ilianzishwa wakati wa uongozi wa Mzee Mkapa. Na katika hilo nafarijika sana kuona kuwa ndoto hiyo tumeweza kuitimiza mapema kabla ya muda uliotarajiwa, na tumeitimiza wakati Mzee Mkapa akiwa bado hai. Na katika hilo niseme pia kwamba dira yetu ya maendeleo pamoja na mipango na mikakati mingi ya maendeleo ilianzishwa wakati wa Mzee Mkapa. Chimbuko lake ni vikao vya chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, ambacho wakati wa uhai wake Mzee Mkapa alikitumikia kwa uadilifu mkubwa
na alikipenda sana. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji wenzangu, Mzee Mkapa pia alifanya jitihada kubwa za kuboresha na kuimarisha upatikanaji wa huduma muhimu za jamii, hususan elimu, afya na maji. Kwenye elimu, kama mnavyofahamu, yeye ndiye alianzisha mpango wa maendeleo ya elimu ya msingi MEM, na pia aliasisi mpango wa maendeleo ya elimu ya sekondari MES, ambao ulikuja kutekelezwa vizuri zaidi kwenye awamu ya 4 iliyoongozwa na Mzee Jakaya Mrisho Kikwete. Mipango hii miwili ilisaidia sana kuongeza idadi ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Vile vile alianzisha mpango wa elimu kwa waliokosa kwa wale waliozidi umri MEMKWA, na pia mamlaka ya elimu Tanzania TEA. Yeye pia ndiye alianzisha bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa ajili ya kutoa mikopo kwa wanafunzi, ambapo mpaka sasa zimetumika takriban shilingi trilioni 4.3 kuwasomesha wanafunzi wapatao 527,000. Aidha, alianzisha kamisheni ya vyuo vikuu TCU ili kusimamia ubora wa elimu ya vyuo, Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi NECTA, ambalo ndio limeweka misingi ya ukuzaji na uboreshaji wa elimu ya ufundi nchini, na pia kuifanya VETA kuwa taasisi inayojitegemea. Awali VETA ilikuwa idara ya majaribio katika Wizara ya Kazi na Maendeleo ya Vijana. Ndugu waombolezaji, ni wakati wa Mzee Mkapa pia ndio vyuo vikuu vingi vya binafsi vilianzishwa. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje ameeleza hapa. Nakumbuka yeye ndiye aliyetoa majengo ya TANESCO pale Morogoro ili kuanzisha chuo kikuu cha Kiislamu Morogoro, na pia alitoa majengo ya benki ya NBC kuanzisha Ruaha University College Ruko Iringa, hivi sasa Ruaha Catholic University Ruko, na vile vile kwa ajili ya chuo kikuu huria pale Kinondoni, pamoja na vyuo vikuu vingine ambavyo vimetajwa. Mzee Mkapa pia aligeuza chuo cha Kivukoni kuwa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, chuo cha ushirika Moshi kuwa chuo kishiriki cha stadi za ushirika na biashara, na sasa ni chuo kikuu cha ushirika Moshi, na pia chuo cha ualimu Dar es Salaam na shule ya sekondari Mkwawa kuwa vyuo vikuu vishiriki vya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ukiachilia mbali hayo, Mzee Mkapa atakumbukwa kwa kuboresha masilahi ya wahadhiri wa vyuo vikuu kwa kiwango kikubwa. Kupatikana kwa baadhi ya hosteli za vyuo vikuu ikiwemo NBC hosteli ya Ubungo, Kijitonyama hosteli, na pia mabweni ya Nicholas Kuhanga ya SUA. Mzee Mkapa pia aliweka mkazo mkubwa sana katika kuimarisha sekta ya afya. Alianzisha mfuko wa bima ya afya mwaka 2001 kwa lengo la kuwawezesha wananchi kupata huduma za afya kwa urahisi na uhakika. Aidha, alianzisha TACAID ili kupambana na ugonjwa wa ukimwi. Lakini katika kudhihirisha dhamira yake ya kuimarisha na kuboresha huduma za afya nchini, baada ya kustaafu, taasisi iliyoanzishwa na Mzee Mkapa, Mkapa Foundation, imekuwa ikishirikiana na serikali, ambapo imeweza kuajiri watumishi wa afya 3,004. Imekarabati maabara ya vituo vya afya 13. Imejenga majengo ya upasuaji 11, na pia nyumba za watumishi wa afya zipatazo 482. Kwa upande wa maji, wakati wa uongozi wake miradi mingi ya maji ilitekelezwa, ikiwemo kuanza utekelezaji wa maji katika jiji la Dar es Salaam. Mradi mkubwa mwingine ambao unaendelea kukumbukwa vizazi hadi vizazi ni ule wa kutoa maji Ziwa Victoria kwenda Shinyanga, ambapo kwa sasa tunaendeleza kwenda Nzega, Tabora na Igunga. Mwaka 1997 wakati wa uongozi wa Mzee Mkapa, serikali ilitunga sheria namba 30 ya kuanzisha wakala, yani Executive Agency number 30 of 1997. Kupitia sheria hii, taasisi nyingi zimeundwa na kuleta mafanikio makubwa, na nyingine bado zinaendelea kuundwa. Tayari nimeeleza kuhusu TANROADS,
Lakini taasisi zingine zilizoundwa kupitia sheria hiyo ni wakala wa majengo TBA, wakala wa ufundi na umeme TAMESA, wakala wa hifadhi ya chakula NRFA, wakala wa mbegu na nafaka ASA, wakala wa usalama mahali pa kazi OSHA, wakala wa vipimo WMA, ofisi ya taifa ya takwimu NBS, wakala wa usajili, ufilisi na uthamini RITA, wakala wa ndege za serikali TGFA, wakala wa huduma za ununuzi serikalini, wakala wa usajili wa leseni za biashara BRELA, mamlaka ya hali ya hewa TMA, mamlaka ya usalama wa anga TCAA, mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA, maabara ya mkemia mkuu wa serikali na kadhalika na kadhalika. Haya yote yamepatikana kutokana na kuundwa na kutungwa sheria namba 30 ya mwaka 97 iliyosaidia kuanzisha wakala mbalimbali ambazo zinaendelea kufanya kazi katika nchi yetu. Ndugu waombolezaji na ndugu wananchi, Mzee Mkapa pia wakati wa uongozi wake alijenga majengo mengi ya serikali, likiwemo jengo la Bunge Dodoma. Vile vile Mzee Mkapa alijenga nyumba nyingi za serikali kwenye makao makuu ya wilaya na maeneo mengine nchini. Nakumbuka kuna nyumba za serikali zilijengwa kule Siha na Nyumbu, Chato, Mkinga na kadhalika. Lakini kuna nyumba 300 zimejengwa Dodoma ambazo zimesaidia watumishi katika kipindi hiki ambacho serikali imehamia Dodoma. Nyumba nyingine zilijengwa hapa Dar es Salaam kwa ajili ya viongozi maeneo ya Masaki na Mikocheni, na hali kadhalika kuna nyumba zilizojengwa kule Mbweni. Huyu ndiye Mzee Benjamin William Mkapa, ambaye kusema kweli sisi wa Tanzania hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kubahatika kuwa kiongozi wetu. Waheshimiwa viongozi wa Tanzania wenzangu na ndugu waombolezaji, umahiri wa uongozi wa Mzee Mkapa haukuishia kwenye mipaka ya nchi yetu. Mzee huyu alikuwa raia wa dunia, yani global citizen, ambaye alitumika katika masuala mbalimbali yaliyoleta mapinduzi ya kifikra, kisiasa, kiuchumi duniani. Sio rahisi kumzungumzia masuala ya harakati za ukombozi, amani na usalama pamoja na mtangamano wa bara la Afrika bila kumwongelea Mzee Mkapa. Mzee Mkapa atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa kwenye harakati za ukombozi wa bara la Afrika, hususan wakati akiwa msaidizi wa Mwalimu Nyerere na baadaye balozi na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. Alikuwa mstari wa mbele katika kupinga ukoloni na sera za ubaguzi wa rangi, apartheid policy, kusini mwa Afrika. Aidha, Mzee Mkapa alisimamia uundwaji wa Jumuiya mpya ya Afrika Mashariki mwaka 1999 na Jumuiya ya nchi za Maziwa Makuu, International Conference on the Great Lake Regions, ICGLR, mwaka 2004. Atakumbukwa pia kwa mchango wake ndani ya SADC, hususan kwenye mchakato wa ujenzi wa makao makuu ya SADC mjini Gaborone, Botswana, pamoja na kuanzisha mpango mkakati wa kwanza wa maendeleo wa kanda ya SADC, Regional Indicative Strategic Development Plan. Mzee Mkapa pia ametoa mchango mkubwa katika masuala ya amani na usalama, hususan katika ukanda wa Maziwa Makuu. Wakati wa uongozi wake na hata baada ya kustaafu, alishiriki kwenye usuluhishi wa migogoro ya kisiasa katika nchi ya Burundi, Rwanda, Kenya, Sudani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Sambamba na hayo, Mzee Mkapa alikuwa mpigania haki ya usawa wa maendeleo duniani, ambapo alishiriki kwenye mchakato wa Helsinki process akiwa mwenyekiti mwenza wa Tume ya Kimataifa kuhusu masuala ya kijamii katika utandawazi kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwaka 2002 hadi 2004. Mzee Mkapa alisimamia vyema mchakato huo
ambao ulisisitiza umuhimu wa kuwa na utandawazi wenye haki katika masuala ya kibiashara, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Uwepo wa Mzee Mkapa kwenye taasisi hiyo ulisaidia kuzifungua macho nchi zinazoendelea kwa kubainisha hali halisi ya dunia yetu. Mzee Mkapa alitukumbusha kwamba utandawazi uliopo duniani kwa sasa sio wa haki na hautoi fursa kwa wote, na akasisitiza umuhimu wa kuufanya uwe wa haki zaidi na utoe fursa kwa kila mwanadamu kufaidi maendeleo ya dunia. Ndugu waombolezaji wenzangu, Mzee Mkapa aliwahi kuwa mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya South Center yenye makao makuu Geneva, Uswizi, ambayo inahusika na kuratibu mshikamano wa nchi zinazoendelea katika masuala ya maendeleo. Aliongoza taasisi hiyo kwa kipindi cha miaka 12 tangu mwaka 2006 hadi Aprili 2018, akifuata nyayo za hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya taasisi hiyo kuanzia mwaka 1995 hadi 1999. Kutokana na Mzee Mkapa kuongoza kwa muda mrefu na kutoa mchango mkubwa, taasisi hiyo iliamua kumpatia heshima ya kuwa mwenyekiti wa heshima. Vile vile mwaka 2006, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa aliteuliwa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Mheshimiwa Ban Ki-moon, kuwa mjumbe wa jopo la ngazi ya juu la kuchochea maendeleo na huduma za kibinadamu. Mwaka 2005 aliteuliwa na Katibu Mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Biashara na Maendeleo ili kusimamia mageuzi ndani ya shirika hilo. Mheshimiwa Benjamin William Mkapa alikuwa pia mjumbe wa taasisi mbalimbali za kimataifa ikiwemo Brera Commission for Africa, Africa Emerging Market Forum, Africa Wildlife Foundation, Legal Empowerment of the Poor na Investment Climate Facility for Africa. Ndugu waombolezaji, ni wazi kwamba sio rahisi kueleza sifa za Mzee Mkapa kwa muda huu mfupi. Kifo cha Mzee Mkapa ni ukumbusho kwetu sote kuacha alama duniani. Mheshimiwa Mkapa ametuachia mambo mengi mazuri ya kujivunia na kuendelea kujifunza, ikiwemo uongozi bora aliosimamia. Alisimamia umoja, mshikamano na uchapakazi, uzalendo na uwajibikaji, uwazi na uhusiano mzuri kati ya nchi yetu na nchi mbalimbali duniani. Hatuna budi kuendeleza mambo haya mazuri. Na katika hilo napenda nitumie fursa hii kuahidi kuwa serikali ninayoiongoza itafanya kila liwezekanalo ili kudumisha na kuenzi na kuendeleza mambo yote mazuri yaliyoasisiwa na Mzee Mkapa. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji wenzangu, ukiachilia mbali hayo niliyoyaeleza, Mzee Mkapa alikuwa na sifa nyingine ya kipekee sana: kulea vipaji vya uongozi na kuvikuza. Yeye ndiye aliniibua mimi, lakini kama mtakavyokumbuka, alimteua Rais mstaafu Mzee Kikwete kuwa waziri wa mambo ya nje kwa miaka 10, ambaye baadaye ndiye aliyekuja kurithi nafasi yake ya urais. Kwa hiyo ni kama vile alikuwa akimwandaa kuwa rais. Kwa hiyo huwezi kutenganisha kuibuliwa kwa Kikwete kuibuliwa na Mkapa. Lakini kama mnavyofahamu, yeye pia ndiye aliyemuibua Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Shein mwaka 2001 kufuatia kifo cha aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. Omar Ali Juma. Na yeye pia ndiye aliyemuibua Dr. Hussein Mwinyi, kwanza kwa kumteua kuwa naibu waziri wa afya na kisha mwenyekiti wa taasisi ya Mkapa. Kama mnavyofahamu, Dr. Hussein Mwinyi hivi sasa ni mgombea wa urais Zanzibar.
ni mgombea urais Zanzibar. Mwinyi ni mgombea urais Zanzibar. Hii sio tu inadhihirisha kwamba mzee Mkapa alikuwa na maono makubwa ya kuona karama za uongozi kwa watu, lakini pia inaonyesha kuwa kama ulifanya kazi vizuri na mzee Mkapa, basi una nafasi kubwa ya kushika nafasi kubwa za uongozi nchini. Nakumbuka hata aliyewahi kuwa msaidizi wake wa hotuba, Balozi Ombeni Sefue, naye baadaye aliteuliwa kushika nafasi kubwa ya kuwa katibu mkuu kiongozi. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji wenzangu, nimejitahidi kueleza kwa ufupi baadhi ya mambo ambayo mzee Mkapa ameifanyia nchi yetu na ameyafanyia bara la Afrika na duniani kwa ujumla.